Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ni tabibu Saif kutoka Al-Jalila Clinic iliyopatikana Mwanakwerekwe Mwembedezo, jia la kwenda Kwerekwe. Na leo hii katika simulizi za maradhi tutazungumzia maumivu wakati wa ada ya mwezi, kitaalamu yanaitwa dysmenorrhea. Na masala haya maumivu makali wakati wa ada ya mwezi yamekuwa yakiwatesa sana wanawake, na ni maumivu ya kukakamaa kwa misuli ya eneo la chini ya tumbo, na wanawake wengi hupata maumivu haya kabla kidogo au wakati wakiwa kwenye siku zao. Kwa baadhi ya wanawake maumivu haya huwa ni ya kuwakosesha raha, kwa wengine huwa ni makubwa kiasi cha kuwafanya washindwe kuendelea na shughuli zao za kila siku. Na primary dysmenorrhea ni maumivu ya wakati wa hedhi ambayo hujirudia kila mwezi na ambayo hayatokani na magonjwa mengine ya mwili. Maumivu haya ya wakati wa ada ya mwezi ambayo hayana sababu za kueleweka na huweza kuathiri wanawake mbalimbali kwa kuwapatia maumivu chini ya kitovu na maumivu makali wakiwa wapo katika ada zao za mwezi. Secondary dysmenorrhea ni maumivu ya wakati wa ada ya mwezi ambayo yanatokana na dosari katika viungo vya uzazi vya mwanamke kama endometriosis, adenomyosis, uterine fibroids au maambukizi ya wadudu. Dalili zake za maumivu makali wakati wa ada ya mwezi ni maumivu ya kukakamaa kwa misuli sehemu ya chini ya tumbo yanayoweza kuwa makali, kichwa kizito na maumivu ya kichwa endelevu. Maumivu yanaenea sehemu za migongoni na kwenye mapaja. Wanawake wengi hupata kichefuchefu, haja kubwa mara kwa mara, maumivu ya makubwa sana chini ya kitovu, na mwanamke anakuwa anahisi kizunguzungu. Na wanawake wengi wanaopata maumivu wakati wa ada ya mwezi wamejikuta kwamba inatokezea wakapata maumivu kwenye mapaja, yani yale maziwa yao mfano yakajaa yakavimba, zile chuchu zao kakuta zinawasha sana, nyonga kuuma, mgongo kuuma. Na kuna wanawake wengine wanakuwa hawapati ada ya mwezi. Na tatizo hili limekuwa likiwatesa na limekuwa likiwavuruga, na mwanamke anatakiwa kila mwezi apate ada ya mwezi kwa sababu ndiyo maumbile yao ambayo Allah tabaraka wa taala yeye amewaumba na yeye ndiyo amejalia hivyo. Kwa utakuta kuna wanawake wengine wanapata maumivu, wengine wanakosa kabisa ada ya mwezi. Kitaalam tunaita tatizo la amenorrhea, ambapo amenorrhea ziko za aina mbili, na kuna ile ambayo mwanamke tayari ameshapevuka lakini ada ya mwezi hapati, lakini kuna yule ambaye inatokea kwa mwanamke ambaye amepevuka na ameshaanza kupata hedhi, ila kuna wakati anakuwa hapati hedhi. Na mara nyingi mwanamke anajikuta na dalili kama za mwili kupata joto jingi sana, chuchu kutoa maziwa, yani si mjamzito lakini chuchu zinatoa maziwa, sehemu yake asili kuwa kavu, maumivu ya kichwa, matatizo ya macho. Haya matatizo yanawasumbua wanawake wengi, na wengine wanakuwa wanatoka ada ya mwezi kwa muda mrefu, mfano wanapata siku 15, 20, kuna wakati mpaka anaishiwa ada ya mwezi. Kuna wengine wanakuwa wanatokwa na ada ya mwezi bila mpangilio, mara zinarudi nyuma, zinaenda mbele, hata siku zao za kushika mimba hawazijui. Kuna wengine wanapata ada ya mwezi ikiwa na mabonge madamu mazito. Kwa hiyo hii inakuwa ni hali mbaya sana. Karibu Al-Jalila kwa ajili ya kupata tiba, ewe mwanamke, uweze kupona kwa uwezo wake Allah jalla fi'ala. Kwa hapa Unguja tupo Mwanakwerekwe Mwembedezo katika bucha la nyama, tupo nyumba ya 4 hapa. Utaona ofisi imeandikwa Al-Jalila Clinic. Na kule Dar es Salaam tupo Mwananyamala maeneo ya Pisi, na kwa wakazi wa mikoani tutawatumia kwa njia ya mabasi, watapokea dawa kwa dawa zetu za asili za kutibu maradhi mbalimbali. Kwa wakazi wa Kenya, Uganda tutawatumia kwa njia ya mabasi, na kwa wakazi wa nchi za nje tutawatumia kwa njia za DHL. Kwa wakazi wa Pemba tutawatumia kwa njia mbalimbali ya meli, ndege.
Kikubwa tupigie namba zetu uweze kupata tiba zetu za Al Jalila Clinic popote pale ulipo, na namba zetu ni 0772 87 87 88, 0778888987, 0778888987. Namba nyingine ni 0659625151, 0659625151, 0659625151. Karibu upone matatizo yako ewe mwanamke, uweze kuwa katika hali nzuri na ufurahie ndoa yako na ufurahie usichana wako katika hali ya kawaida. Shukran na asanteni sana. Hili ni daftari la maradhi. Hili ni daftari la maradhi kutoka kwa mtaalamu nguli Dr. Seif Al-Balawi. Utapata kuyajua maradhi mbalimbali, dalili zake, sababu na tiba yake. Kwa maswali mbalimbali, piga simu namba 0659625151 au 0778888987.